Katika ulimwengu wa soka la kisasa, vipaji pekee havitoshi tena. Mbio, nguvu na morali ya wachezaji ni muhimu. Usishangae tunaposema nyuma ya kila ushindi mkubwa kuna siri imejificha. Ndio, lakini siri yenyewe si zile tunguli za jadi. Hapa nazungumzia teknolojia. Teknolojia ni sehemu muhimu sana katika mpira wa miguu hasa sasa hivi, sio? Kwa sababu ili uweze kufanya decisions, maana yake lazima uwe na information. Na information lazima ziwe ni taarifa sahihi ambazo unazo, ambaye inatakiwa kwenye numbers au kwenye kuona na kujua uhalisia wa kile kitu ambacho unaenda kukutana nacho, sio? Teknolojia ndio siri kubwa ya mafanikio ya Serengeti Boys katika safari yao ya kihistoria, kutoka kule Donge Mnyanjani Tanga kwa Odigo hadi kwa Waarabu Rabat Morocco kwenye michuano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa vijana wa under 17. Kwanza tunashukuru Federation kwa sababu imejaribu kutupush kwenye hivyo vitu. Kitu cha kwanza ambacho tunatumia ni GPS. Mpira una kona 4, sio? Technical, tactical, physical pamoja na psychology. Kwa hiyo GPS inatusaidia kwenye sehemu ya physical, kujua utimamu wa wachezaji wa mwili, na maybe kupush kwenda kwenye level, kwa sababu kila unapofanya kazi na GPS maana yake kuna kitu kinaitwa reference value. Kwa unaangalia labda mchezaji wa under 17 wa Brazil au wa England ana cover labda umbali wa kiasi gani kwenye mechi ya kimataifa, maybe finali ya UEFA au finali ya kombe la dunia, sio? Kwa hiyo ile imetusaidia sisi kuona tujipush na sisi angalau wachezaji wetu wanaweza kukimbia kwenye umbali ule, sio? Kwa hiyo maana yake ukiweza kukimbia umbali maybe sawa na wa mchezaji aliyecheza finali ya kombe la dunia, maana yake wewe ukicheza na mtu ambaye kidogo hajui mambo hayo, ni rahisi wewe kumoverweight, yani utafanya kazi kubwa kuliko yeye. Na mbona unafanya kazi kubwa, maana yake utakuwa tayari uko kwenye mafanikio, kwa sababu utacover distance kubwa, utaenda kwa speed kubwa zaidi, wachezaji watakimbia kwenye high speed distance na itatusaidia kupata matokeo. Kwa hiyo tunashukuru kwamba tuna GPS ambazo zinatusaidia kupata hizo namba zote. Hii ndiyo sayansi ya kimichezo. Tulienda pia Karatu tujienda kutembea, tulienda kwa sababu Karatu pana high altitude, maana yake unaenda zaidi ya height ya mita 2000. Kwa hiyo kuna oxygen chache, kwa hiyo imewasaidia wachezaji kuadapt kuvuta oxygen chache. Kwa hiyo tukija sehemu kama Morocco ambayo iko chini, tunakuwa tuna faida, maana yake huko kuna oxygen nyingi, kwa hiyo mchezaji anaweza kufanya kazi muda mrefu sana. Ndio maana unaona mechi zetu mpaka dakika 90 bado wachezaji wanaendelea kupush. Kwa hizo namba ambazo tunapata kwenye GPS zinatusaidia kufanya vitu vingi kwenye decision zetu zote, substitution na nani aanze, nani ambaye anafanya kazi zaidi, zimetusaidia sana. Wakati haya yakifanyika nyuma ya pazia na mashabiki wakifurahia kuona vijana wakicheza kwa nidhamu uwanjani, kumbe benchi la ufundi linaona zaidi ya mpira. Linaona takwimu, linaona mwendo wa kila mchezaji, linaona mapigo ya moyo, linaona uchovu kabla hata mchezaji kuchoka.